السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tumemtembelea dada yetu Zubeida na matatizo. Mashaallah, tumepikiwa simu na msamaria mema akasema dada yetu ako na tatizo. Namkaribisha yeye kwanza ajielezee Waislamu, jieleze Waislamu kwanza ndio tuongee nao Waislamu. Mashaallah, karibu sana dada yetu Zubeida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zubeida, ni mama wa watoto watatu, ila naishi na watoto wengine ambao si wangu na wasupport. Kuna mayatima ndani yao na alhamdulillah, kwa sasa nimekuwa nikishughulika na matibabu tangu 2022. Although nilikuwa kazini, lakini at some point kazi yangu ilikuwa na shida na kiafya pia. In 2024 nikawa sina kazi tena kuanzia mwezi wa 9 na mpaka saa hii sija stabilize vizuri. Afya yangu si nzuri. Waislamu wamesimama na mimi. Nimekuwa nikitibiwa cancer, diabetes, the nerves. Na since that time I'm just on medication which has been so expensive, so challenging. I've tried to reach out to some of my friends wamenisupport penye wanaweza, na nimepata matibabu. Last year mwezi wa 12 I was down with tumors. I went through cervical removal and the surgery went on successful. Na I'm still fighting on, alhamdulillah. I'm still on medication. Nafanya checkups. Kuna Waislamu walisimama na mimi wakachanga pesa kwamba ikipatikana natakana kwenda for chemotherapy, hizo pesa zitasaidia, lakini sasa life has to continue. Na niko na watoto wako shule. I'm still struggling with life here and there. It hasn't been easy. Nimekuwa na struggle sana hata to put something on the table, kulipa rent, na imekuwa inanitatiza kwa muda mrefu sana. Na struggle with my health, lakini I can manage if I can have someone to stand with me. Hata nikaweza kufanya biashara itakuwa bora zaidi because I have nothing else I'm doing. Nakaa hapa nyumbani kutoka asubuhi mpaka jioni. We run a madrasa which is also so much challenging. Wazazi hawa raise pesa na inakuwa ngumu. When I was on my job it was easier, sababu nilikuwa naweza kulipa rent na kulipa mwalimu, but sasa imekuwa ni changamoto. Naishi na mwalimu hapa. This is his 4th year, lakini anapata uzito, but alhamdulillah he has been patient na tuko naye bado. So kutoka mwezi wa 9 I was running a small business, a hotel, snacks, lakini it was so challenging kwa sababu I was using firewood to cook, but the landlord was not happy with that because the thing is so filthy. So I stopped, and now going back after medication inanikuia ngumu because now I don't have equipments to start again. I don't have the capital to start again. Inanikuia ngumu. So life has not been easy. I call upon Muslims who are able. May Allah open the doors for you. Kama mnaweza kunisupport, I can stand again, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mara ya pili Waislamu,
Dada yetu amejielezea kwamba hali yake mmemsikia, na sisi pia tulipigiwa simu na jamaa tu akatuambia huyu dada yetu ako na shida, tumtembelee tuweze kuongea na Waislamu waweze kumsaidia. Wallahi ni jukumu ya kila Muislamu. Waislamu, huyu dada yetu ako na watoto yatima na ako na watoto ambaye pia sio wake, na alikuwa anafanya shughuli zake zamani, kazi imeisha na ni mgonjwa. Ugonjwa wake amewaeleza, ako na kansa, ako na sukari, na hana mtu mwingine wa kumsaidia. Alisapotiwa na Waislamu, akapelekwa hospitali, akasimamiwa na Waislamu, na baada ya kazi yake kuisha alikuja tu huku akawa amefungua hii madrasa. Unaona, hii ni madrasa, hii ni sitting room yake, amefungua madrasa ya watoto hapa. Wakati kidogo alikuwa na masenti, amefungua hapa akaandika mwalimu. Mwalimu naye hata sahi hana mshahara ya kupewa, sababu mwenye alikuwa anaendesha hii kazi ni mgonjwa na hana kitu, ameishiwa. Tumemtembelea ili tuwajulishe nyinyi Waislamu ya kwamba huyu dada yetu anataka usaidizi, na tumeongea naye akatuambia alikuwa anafanya biashara ya hoteli kidogo, na hoteli nafikiri iko hapo chini, sababu tuko juu ya nyumba hapa. Tuko ghorofa ya 5 nafikiri, na hoteli iko hapo chini. Alikuwa amekomboa pale, alikuwa anauza snacks, chips, vitu sambuza, mandazi. Hizo vitu ndio alikuwa anatengeneza. Saa hii ameishiwa, hana chochote, hata watoto kitu ya kukula hawana, na amesaidiwa na Waislamu tu wa marafiki zake, wamechangia pesa, akapelekwa hospitali, akaenda hospitali. So sasa tunataka tumsaidie dada yetu. Waislamu tunasimamanga mbele yenu kila wakati kwa kazi kama hii, na hii kazi ni kazi ya kila Muislamu, kusaidia ndugu mgonjwa, ndugu ambaye ameishiwa, ni jukumu letu sisi Waislamu. Kwa hivyo tumepiga budget ya kwamba akasema anaweza saidika akipata pesa 1,150,000 hadi 20,000. 1,150,000 hadi 1,120,000 itamsaidia na ataendesha maisha yake biidhnillah. Kwa hivyo ndugu zetu, tusimame na dada yetu hii. Leo sisi tuko hai, wakati tuko hai ndio tunafaa kumsaidia ndugu zetu Waislamu. Kwa hivyo tuweke sadaka yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie jannatul firdaus al-a'la sisi sote na wazazi wetu na ahli yetu. Kwa hivyo namkaribisha Ustadh Salim. Karibu sana Ustadh. Naam, Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani mmesikia hiyo habari, na habari nzito, kwa sababu dadetu alikuwa ni mwalimu, alikuwa akifundisha, lakini akapatwa na hiyo maradhi ya anaita breast cancer, yani kansa ya matiti, na pia akapatikana tena ako na tumor. Baada ya kutibiwa hiyo na anaendelea na medication yake, akapatikana yuko na tumor tena, akafanywa operation kutolewa ile tumor. Amepitia katika harakati ngumu, na bado anasema ako na sukari. So ujue ukiwa na hayo maradhi na bado una manage mambo ya sukari, ni mambo mengi sana. Na pia tunamuombea Mwenyezi Mungu ampe shifa, na Mwenyezi Mungu ampe nguvu ya kusimama, kwa sababu wanadamu huwa wanapata misukosuko, na mbora ni yule katika hiyo mitihani anapita ile mitihani, sio kurudi nyuma wala nini. So dadetu, uwe na subra. Subra ndio jambo muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu. Pili, Waislamu, wallahi kwa ajili ya Allah, watu wako na matatizo kila sehemu, lakini kwa ajili ya dada yetu tukisimama naye kwa ajili ya Allah, naye Allah atasimama na sisi katika sehemu zingine ambao maybe zimefungika. Labda wewe kuna mambo yamefungika sehemu fulani, lakini ukisimama na dada yetu kwa ajili ya hiyo, naye Allah atafungua ile yako ambayo iko na matatizo. Tunahitaji shilingi 100,000 ni 50,000. Wallahi kuna Muislamu ana uwezo, anaweza kusema, anaweza simama na sisi na akatoa hiyo 100,000 na 50,000. Dada yetu akaweza kurudi katika hii hoteli, akaweza kupika zile snacks, sambusa nini, hizo vitu, mandazi na nini na chai, akaweza kupika apate riziki.
ya kuwalisha watoto na kupate pia ya kuweza kuenda katika hizo therapy, huwa anaenda katika hospitali kwa sababu bado yuko katika medication. Wale watu wanajua, madaktari najua ni wengi sana wanatuangalia, wanajua mtu yuko na sukari, yuko na operation amefanywa juzi, yuko na hiyo breast cancer, bado anafanya dawa anatumia na nini, mambo ni mengi yuko nayo. Lakini Waislamu, kwa ajili ya Allah, naomba tu tuweze kupata shilingi 150,000. Waislamu tuko wengi, tukisema tutatoa shilingi 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, wallahi inafika. Huu ni dadetu katika Uislamu na Waislamu wote ni ndugu. Hatuwezi kumwachia huu dadetu ataenda kupata usaidizi kwa nani? Hatuwezi kumwacha ataende akatafute usaidizi kwa kanisa, hapana. Anarudi kwetu kwa sababu sisi ndio ndugu zake katika Uislamu, na sisi ndio tunaweza kumsaidia, hamna mwingine atakumsaidia isipokuwa sisi Waislamu. So tuomba kwa unyenyekevu Waislamu tuweze kuchip in Muislamu yote, na kama huna wewe basi mjulishe ndugu yako, labda naye anayo akaweza kupata hiyo thawabu. Inshallah tuweze kumshikilia huyu dadetu aweze kurudi katika hiyo shughuli yake. Shilingi 100,000 ni 50,000 Waislamu. Tunaomba kwa ajili ya Allah, wale huwa wanatufuatilia na wanaona hii clip, kama huna uwezo basi share kwa mwingine naye aweze kuona, aweze kudonate, tuweze kumsaidia dadetu kwa ajili ya Allah. Na tukipata tutarudi hapa tumpatie namna huwa tunatekeleza katika majukumu kama haya yanapotokea inshallah. So tuomba kwa ajili ya Allah tuweze kufanya hii nusura kwa ajili ya kumnusuru dadetu. Nadhani Amiri pia yuko, Hassan Kariuki aweze anasema tayari mambo yamekuwa. So Waislamu ni hayo tuko nayo kwa leo, inshallah tuweze kufanya nusra dadetu kwa ajili ya Allah, mambo yatafunguka. So usiwe na stress na nini, Allah atafungua, na kuna kisababu mwenye ametufikishia habari tukaja mpaka hapa. Allah ana mipango mingi sana, na wakati unafika mwisho, unaona umefika mwisho wako, hapo ndio Allah naye anaanza. Hapo sasa Allah ndio analeta nusra. Mahali unaona ulikuwa umefika mwisho, Allah analeta nusra, na nusra Allah ataleta inshallah biidhnillah, mambo yatafunguka. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na tukaamka tunatembea tukafika hii sehemu ya mayatima. Kuna ndugu yetu mmoja ametuma hii chakula akasema tupeleke kwa mayatima, anaitwa Salim Haif. Ndugu yangu, mali yako ndio hii imefika kwa mayatima na tumeleta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie fi dunya wal akhirah, kwani leo kuna watu mamilionea na hawatoi chakula kwa mayatima. Lakini angalia, ndugu yetu ametoa mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahisha mayatima. Ametoa mali yake ili mayatima wafurahi kama watoto wengine. Kwa hivyo Waislamu, tumesimama mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie fi dunya wal akhirah ndugu yetu na amfanyie vile anavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala amtimizie nia yake anavyohitaji. Allah subhanahu wa ta'ala ampatie. Waislamu, tumesimama mbele yenu. Hawa ni watoto mayatima na ni watoto kama watoto wetu wa nyumbani, ni watoto wetu kabisa, ni watoto wa Kiislamu. Na kila wakati tunawaambia mayatima huwa hawakulangi wakati wa Ramadhani peke yake. Kila siku wanakula lunch, wanakula breakfast, wanakula supper, wanavaa nguo, wanataka kuoga, wanataka sabuni, wanataka kila kitu. Mahitaji ya binadamu wanataka. Yale sisi tunahitaji wao pia wanahitaji. Kwa hivyo Waislamu, tuangalie hao mayatima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi namalizia hapa nikisema Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie wale wanatoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwalisha mayatima. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha nimpatie ndugu yetu Amir wa hapa awafanyie Waislamu kwa jumla, awafanyie dua pamoja na sisi. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibuna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
wa baad. Sitakuwa na mengi ya kusema, ila ni kurudisha shukurani kwa ndugu Muislamu ambaye ametoa hii chakula kwa watoto. Tunashukuru, alhamdulillah, kimewafikia na watoto watakula. Vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana wakafil aitam kahataini fil janna. Ndugu yangu, hii msaada uliotuma, hiyo ni katika kulea yatima, vile Mtume alisema, kwa sababu alisema yeye na yule atakayelea yatima watakuwa bega kwa bega katika janna. Inshallah, Mwenyezi Mungu akujalie siku hiyo, siku ya Kiyama, uwe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Haya ndugu, tutaweka hii katika hiyo pia. Mama ya Sheikh wetu Ali ni mgonjwa, tutasoma Ikhlas 3, tuweke na muadhatain ambaye ni qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas na ayatul kursi, kisha tutaweka dua pamoja, sawa sawa. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa pamoja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma sauti wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal. A'udhu billahi samiun alim minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sinatun wala naum. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wa'udhu hifdhuhuma wa huwal alim. Aya, Nyawera na Mursal mtaweka dua kwa yule aliyetuma nini chakula, alafu Laleyo na Ramasaid mtaweka dua kwa mama ambaye ni mgonjwa, Allah ampe shifa, sawa. Haya, Nyawera anza. Salim sio? Anaitwa Salim Haifa. Haya.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah tunakuomba msaidie Salim, mpe riziki, mpe shifa, usamehe madhambi zake, umepusha na macho ya hasad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah tunakuomba msaidie Salim, umpe riziki, umpe shifa, usamehe madhambi zake, muondoleshe macho ya hasad, muingize Jannatul Firdaus. Bifadhili Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. haya tuweke kwa mama yetu ambaye ni mgonjwa, mama ya Sheikh Ali. Haya, Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mungu tunakuomba usaidie mama ya Sheikh Ali, mpe shifa, mpe maisha marefu. Mungu tunakuomba muendeleshe msukosuko. Mungu tunakuomba uweze kumponya. Mungu tunakuomba usaidie na familia yake, wape maisha marefu, wasamehe madhambi zao. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah tunakuomba usaidie mama Sheikh Ali, mpe riziki, mpe shifa. Allah tunakuomba uweze kumponya. Allah tunakuomba mrudishie macho ya hasad, mrudishie fitna, mtimizie haja zake. Allah tunakuomba msaidie familia yake, wape riziki, wape shifa. Bifadhili Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Haya, nimwambiaje mashaka wetu? Allah awazidishie Sheikh wetu Ali, Sheikh Salim, Sheikh Hassan, wote Mwenyezi Mungu awalinde na wape umri na afya inshallah. Inshallah. Al-Fatiha lahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wekea mashaka wetu dua. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah tunakuomba usaidie wageni wetu, wape shifa, wape riziki, ondoleshe matatizo, ondoleshe maradhi. Amin. Subhana rabbika wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mashaallah, jazakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi wananiita Salim Ngugi wa Nyoike, sijui wanakuitaje. Mimi naitwa Dennis Mushai. Dennis Mushai. Kumbe mtu wa mlima tu. Naam. Asante sana. Je, una swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Mimi ni Muislamu. Niko na swali moja. Sisi kwa kanisa yetu kuna kuimba lakini na kudance, lakini kwenye sijaiona nikidance. So nyinyi kanisani mna dance, mbele atawale, nyuma atawale, pande zote atawale, mwachie hiyo, mna dance. Yaani wanawake na wanaume mnapiga dance vizuri. Naam. Sasa sisi msikitini hatupigi dansi.
Sasa unauliza mbona Waislamu hampigi dansi, hamuimbi ndani ya msikiti? Kwanza katika Biblia hizi nyimbo zimepigwa marufuku. 5:23 kitabu cha Amosi. Hebu muonyeshe kwa macho yake ndio awache kwenda kupiga dansi kwa kanisa, aende kuabudu Mungu. Sikiza inasemaje? Amosi 5:23 mwalimu wangu. Mwanzia hapo pole pole. Inasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Mungu anamwambia Amosi, ambia watu waondoe kelele za nyimbo. Malizia. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Asante. Lakini hukumu inateremka kama maji, na haki kama maji makuu. Mungu anasema hataki kusikia sauti za vinanda vyenu, kwa sababu wakati mnaimba pale kuna vinanda, unasikia mnapiga piga ile mapiano. Mungu anasema hataki, na anasema kama utaimba wewe utaenda kuingizwa motoni. Yaani ukiimba unaenda kuingizwa motoni. Kwa nini? 8:3 Amosi. Hiyo inasema mwalimu wangu. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mungu anasema nyimbo za hekaluni zitakuwa ni vilio siku ya mwisho. So wewe kama ulikuwa unaimba sana, unaenda kulia sana, na mtu anaelia ni adhabu anayepatana nayo. Ni Biblia. Hata anauliza kama ni Biblia. Unajua mchungaji hawezi kukufunza katika hiyo sehemu. Hii ni Biblia, hebu ikague vizuri. Na kama uko na yako ya simu tuitumie. Unajua Wakristo wengi ni innocent inheritor, na wachungaji hawasomangi hizi vasi. Hebu angalia vizuri, hii ni Biblia ya kweli. Unaona, na bado sijamaliza 5:6 hiyo Amosi. Inasema mwalimu wangu. 5:6 au 6:5. 5:6 niangalilie. Au 8:9. 8:9 mwalimu wangu. 8:9 niendea katika hiyo. Inasema tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa dhuhuri. Nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo, na nyimbo zenu zote kuwa vilio. Mungu anasema na nyimbo zenu zote siku hiyo itakuwa ni vilio. So wewe hapa duniani unaimba, ukifika kwa Mungu utaenda kulia. Kulia kwa sababu ya adhabu. Daudi aliimba na akicheza. Asanti. 5:6 hapo hapo sasa. Amos anasema Daudi sasa. Mungu anasemaje kuhusiana na Daudi? Pole pole. 6:5. 6:5. Muonyeshe, maana amemtaja Daudi. Mungu hakusahau, alitaja Daudi, alijua mtasema mnaimba kama Daudi. Ninyi munaoimba nyimbo za upuuzi. Ninyi munaoimba nyimbo za upuuzi pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Mungu anasema nyinyi mnaoimba nyimbo za upuuzi ambao mnajifanyia vinanda vingi kama vile Daudi. Na si alisema tusipomuimbia mawe zitamuimbia. Hiyo ni watu wanaweka. Mungu hataki kuimbiwa, Mungu anataka ibada, abudiwe. Mungu anataka kuabudiwa, ndio Mungu anasema nyimbo za upuzi. Mungu wewe amekuumba kwa ajili ya kumfanyia ibada, sio kwa ajili ya kuimbia nyimbo. Yesu si angetengeneza kwaya, angeweka Mariamu Magdalena, angeweka na wale wasichana wawe pale mbele Salome wawe pale mbele, wanasema mbele mbele atawale, nyuma nyuma atawale. Lakini Yesu mwenyewe hakuweka kwaya. Yesu anawaambia watu muabuduni Mola wenu. Maana yake ibada ndio tumeumbwa kwa ajili ya kufanya ibada. Sisi Waislamu hatufanyi nyimbo, kwa sababu pia nyimbo zinaambatanishwa na watu hawa. 23:15 Isaia. Sikiza, inaambatanishwa na inasema mwalimu wangu. Au 16. Toa kinubi. Sikiza. Toa kinubi, tembea mjini. Tena unaambiwa utembee mjini na kinubi. Kahaba ulisahauliwa. Kahaba unajua ni nani? Naam. Malizia. Piga vizuri. Imba nyimbo nyingi. Upate kukumbukwa tena. Kumbe makahaba ndio wanaambiwa waimbe nyimbo nyingi ndio waweze kukumbukwa. Wewe ni kahaba? Hapana. Mbona unaimba nyimbo? Basi unafai kuimba aje? Haufai kuimba, wewe unafaa kufanya ibada. Hakuna sheria ya nyimbo. Sheria ni ya kufanya ibada.
Wewe umeumbwa na Mungu kupata kumfanyia ibada. 51, 56 Qur'an. Tumsaidie huyu kijana. Manake ni innocent inheritor. Nimemhurumia sana. Yaani ameimbishwa nyimbo kuanzia asubuhi leo mpaka saa hii anatoka. Anatoa jasho, anatembea mguu. Na wakati umeumbwa kwa ajili ya kufanya ibada, sio nyimbo. 51, 56. Kumbe ni kazi ya bure. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu. Mungu ametuumba tupate kufanya ibada, sio kuimba nyimbo. Na ibada sio mambo ya nyimbo. Unatulia, unafunga sala, unarukuu namna hivi, unapeleka paji la uso chini, unamwabudu Mungu bila kelele. Tena pole pole umetulia. Zaburi 95:6 baba. Hii ndio Mungu amekuumbia, Zaburi katika Biblia. Sio mambo ya kwenda kurukaruka kupiga nyimbo. Hii mlikuja ukapotezwa, lakini sio kupenda kwako. Mimi nakuhurumia tu. Maana wewe mwanadamu uliyepotezwa. 95:6 Zaburi. Tupe vipi? 95:6 mwalimu wangu Zaburi. Njooni tuabudu. Biblia inasema sio njooni tuimbe, njooni tuabudu. Tusujudu. Tusujudu. Kusujudu unapeleka kichwa hivi chini. Hii ndio inaitwa kusujudu. Hivi unasujudu hivyo. Tupiga magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ukimaliza kusujudu unakaa kwa kupiga sasa magoti. Mwanzo unapeleka uso chini. Njooni tuabudu, tusujudu. Hiyo ndio tumeumbiwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tena wanawake wanakuwa pande yao na wanaume pande yao. Kwa sababu kuna kitu inaitwa rukuu namna hivi. Ukienda kurukuu na mwanamke yuko hapa mbele yako, hiyo ibada itakuwa namna gani shehe? Ndio unaona wanawake wanakuwa kando na wanaume kando. Kama ni kwa kiwanja, wanaume wanakuwa mbele, wanawake wanakuwa nyuma. Unafanya ibada zako kwa taratibu ndani ya msikiti. Karibu, tunakukaribisha katika Uislamu. Tena ni free, kuna membership. Acha kwanza nifanye utafiti gani ndio bora. Asante sana. Na mimi na swali moja. Leo ulikuwa kanisani? Naam. Asante. Ulienda kanisani eh? Naam. Asante. Ulienda kanisa gani leo? Deliverance. Deliverance ya Bwana Adha eh? Mark Kariuki eh? Naam. Asante sana. Yesu naye alienda deliverance ama alienda gani Yesu? Yesu saizi wako na kanisa kayo. So wakati ya Yesu hakukuwa na kanisa. Ilikuwa umoja. Ilikuwa umoja gani? Walikuwa wanakutana Jerusalem. Walikuwa wanakutana Jerusalem. Sikiza Biblia inasema Yesu alienda kanisa gani? 4:14 kitabu cha Luka. Tumsaidie na hiyo moja akiondoka. Maana yake anasema Yesu hakwenda kanisani, lakini Biblia inasema alienda wapi? 4:14. Inasema, nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Pole pole. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kwanza Yesu alikuwa anaongozwa na roho wa Mungu. Ni kweli uongo? Kweli. Tupe vitu. Akaenda Galilaya. Yesu akatembea katika mji wa Galilaya, namna ulivyosema kulikuwa Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Kumbe Yesu alikuwa anafundisha katika nyumba inajulikana kama sinagogi. Tupe 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe ilipofika siku ya Sabato ambayo siku ya ibada, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Desturi yake tunasema ni kawaida yake. So kawaida ya Yesu au mazoea yake ni kwenda kufanya ibada katika nyumba inajulikana kama sinagogi. Na wewe unaenda kanisani. Hii sinagogi ni nini? Una habari? Hapana. Asante. Biblia wacha itusaidie. Waliandika vile. Sinagogi. Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe waliandika Biblia, wametuambia tusipate taabu. Hii sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Si bado nikaa tu kanisa. Kwa sababu ukiona mtu anaenda msikitini anakuwa dini gani? Muislamu. Na mtu akienda kanisani anakuwa dini gani? Kristo. Na Yesu alienda msikitini atakuwa dini gani? Sasa hizo useme hakukuwa na kanisa. Si tumeona siku ya hakukuwa kanisa, kulikuwa na msikiti. Na niko na swali lingine. Leta hiyo swali lingine. Kwa nini mnaabudu siku gani? Useme
Sabato yenu ni siku gani? Asante sana. Anauliza Waislamu wanaabudu siku gani? Kwa sababu kuna Wakristo wa Saturday na wa Sunday. Waislamu nao wanaabudu siku gani? 22, 36 baba. Tumsaidie na umuonyeshe. 24:36. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Pole pole. Onekane kwa kuswali nyakati 5. Asante. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Yaani misikiti. Tupe vitu. Umtukuza humo asubuhi na jioni. Waislamu kila siku wako msikitini. Leo ni Sunday, tumetoka msikitini. Ikifika jioni tunarudi msikitini. Kesho Monday tunaenda msikitini. Waislamu wanaabudu kwa siku mara 5 every day. Hawana siku specific. Kila siku wako msikitini. Kwa sababu siku zote unaweza fariki, siku zote inafaa kumshukuru Mungu na kuomba tauba kwa Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha kwa Mungu. Nasikia ni Friday. Aliyekuambia Waislamu ni Friday alikudanganya. Waislamu ni kila siku msikitini, ni wajibu kwa Muislamu yoyote. Kama msikiti uko karibu lazima aende mara 5 kwa msikiti. Kama msikiti hauko karibu anaswali nyumbani au kazini. Kila siku. Wakati unaposikia sauti msikiti. Ukisikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, imefika wakati wa kuswali. Watu wanaenda kuswali kila siku. Aliyekuambia tu Waislamu wanaabudu Ijumaa alikudanganya. Waislamu wanaabudu kila siku. Hata jana Jumamosi tulikuwa msikitini, kesho tuko msikitini, kila siku tuko msikitini. Acha niondokee mwenzangu alikuwa na swali. Asante sana. So tunawakaribisha katika Uislamu, sawa? Karibu sana. Haya, brother, karibu na wewe. Karibu brother, usiwe na wasiwasi, hata kusilimu ni free pia. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa George. George, asante. George Muislamu, Kristo? Ni Mkristo. Tupe vitu, weka vitu tusikie. Kama gani hivi? Swali gani ulikuwa nayo unataka kuuliza au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Kuwa Muislamu ni free. Nataka kujua tu kuna vitu zingine mnatofautisha, hata umesema Yesu alikuwa anaenda kwa kanisa, alikuwa anaenda kwa msikiti. Kulingana na Biblia ndio imetueleza wakati ya Yesu hakuna kanisa, kanisa zimekuja kujengwa nyuma. Wakati wa Yesu kulikuwa ni misikiti na watu walikuwa wakienda kwa msikiti na Yesu alikuwa ni shekhe msikitini. Alafu si mnasema Yesu, kulingana na sisi tunasemanga Yesu ni Mungu na nyinyi mnakataa Yesu si Mungu. Nyinyi mnasemanga Yesu ni Mungu. Kulingana na vile tumefunzwa ama tunajua. Waliyekufunza Yesu ni Mungu ndiye alikuwa Yesu, Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nyinyi mnakataa hiyo. Mungu si Mungu ni mwana, Mungu si nini, Yesu ni Mungu, ni mwana si Mungu. Sisi tunakataa, tunasema Yesu sio Mungu kwa sababu Mungu sio mwanaume. Hata si mwana pia tunakataa. Unasikia kwanza? Yesu si mwanaume. Sikiza. Mungu, Yesu si Mungu kwa sababu Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke, na Yesu ni mwanaume aliyetahiri siku ya 8. Sasa Mungu gani atatahiri? Tena mwenye kumtahirisha Mungu si anafaa kupatiwa Nobel Prize? Yaani yeye alichukua kisu akaenda kutahirisha Mungu. Angewekwa hata Guinness Book of Record kwa sababu yeye alijitolea kwenda kumtahirisha Mungu. So Mungu sio mwanaume wala sio mwanamke, maana yake Mungu hana jinsia. So Yesu ni nani haswa? 8:40 Yohana. Tumuulize yeye mwenyewe. Wewe utasemaje mwanaume ni Mungu? Mwanaume mtu ameenda amekula kisu. Tena Yesu alikula kisu siku ya 8. Hebu sikia 8. Kisu cha gariba. Sikiza. Maana sweta ikatolewa. Sikiza habari we. 8:40 mwalimu wangu utasoma kama ilivyoandikwa kitabu cha Yohana. Tupe vitu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Yesu anasema, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi Yesu. Mimi Yesu ni mtu. Mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Asante. Ibrahimu hakufanya hivyo. Kumbe Yesu anasema yale maneno anazungumza alisikia kwa Mungu. Kwa sababu yeye sio Mungu. Yeye ni mtu, anasikia maneno kwa Mungu. Yesu ako katika daraja ambao wanaitwa manabii. Yeye ni nabii na mtume. Manabii ndio wanasikia maneno kutoka kwa Mungu, wanatuletea sisi. Lakini wao sio miungu. Hata Musa sio Mungu.
yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa Mungu. Analeta hata Muhammad si Mungu, yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na mtume. Anasikia mambo kwa Mungu, anatuletea sisi wanadamu. Okay. Alafu niko na swali, kwa nini mtu akikufa kulingana na Waislamu mnazikwa nini before the end of the day 6 hours 4 hours, na wengine sisi kama Wakristo tunakaa kama wiki 2 ama wiki. Kwa nini mnaendanga hivyo mbio? Asante sana, swali nzuri sana. Kwanza kama kuna Wakristo wanakaa wiki, labda wamejaribu sana, kwa sababu wengi wanakaa mwezi 2, miezi 3. Sisi Waislamu mtu akifa tunamzika sio masaa 4. Aliyekwambia masaa 4 ama masaa 5 sijui ametoa wapi. Mtu akifa, nataka nikueleze hivi, mtu akifa hata anaweza zikwa na lisali moja. Amekufa, baada ya wanazikwa. Inategemea watu wake kama wako karibu, ambao watu wa karibu wake ndio wahakikishe jamaa yao amefariki. Unampata vizuri Hawezi kufa mtu mkazika bila taarifa ya watu wake, hata serikali utashikwa. Unanipata vizuri? Kuna sheria. So mtu akifa kuna watu wao wanaitwa, jamaa yenu amefariki, sasa twende tumzike, kwa sababu hakuna kitu kimebaki kwa mwanadamu yote anapokufa. Hakuna kilichobaki kwako, ni kuzikwa. Mwanadamu yoyote akifa, awe alikuwa ni rais. Na ndio unaona, angalia hii maisha ya dunia ni machache mno. Alipofariki rais wa Tanzania, hata kabla hajazikwa kusatangazwa tayari nani rais. Maana yake hiyo kiti sachukuliwa na mwingine, maana yake mambo yake yamekwisha. Ya hiyo baki yake ni kuzikwa. Ndio unaona Muislamu hawekwi, kwa sababu mwili wa binadamu unaanza kudike, maana yake kuoza. So binadamu hafai kuwekwa sana, kwa sababu anaoza. So ukifa kama saa hii saa 11 inaenda, unaweza zikwa kabla saa 12:30 au saa 1 ya jioni au saa 2 ya jioni. Ikiingia usiku sana, tunasema tutakuzika kesho kuanzia asubuhi. Unanipata vizuri Unazikwa kwa sababu mambo yako yamekwisha. Ile simu iPhone ulikuwa unatumia au Samsung Galaxy X sijui 25 tunapatia watu wengine wanatumia, au ndugu yao au mke wako anatumia. Gari ulikuwa unatembea nao wanaita G-Wagon sijui nini, ni mwingine atatembelea, sio wewe. Kitanda ulikuwa unalala, mwingine ndio atalala. Mambo yako yamekwisha. Mke wako mwingine atakuja kumchukua. Mambo yako yamekwisha ukikufa. Kilichobaki ni kuzikwa. Hata ukiwekwa mwaka mzima hautafufuka, utazikwa tu mwisho. So, ni faida gani ya kuweka mwili? Ni gani? Kwa sababu pengine mko mbalimbali, mnataka mchange vile ufanye arrangement ya mazishi. So mnaweka mwili ili mchange. Mbona hamkuchangia mtu wakati ni mgonjwa? Hata labda amekufa kwa sababu ya njaa, hampatii kitu, lakini akifa ndio mnataka kuchanga. Sisi Muislamu akifa hakuna mchango kubwa inatakana, kwa sababu inatakana sanda, ile kitambaa ya kumfunga, awekwe kwa kaburi. Ile ingine ungempatia wakati yako hai, si wakati yako maiti. Hata mzazi wako usimsaidie wakati amekufa, hawezi kukubariki. Maiti hawezi kukubariki. Anayekubariki ni mtu yuko hai. Letea mamako kitu wakati yako hai, letea babako kitu wakati yako hai. Kama ni kasuti wewe mpelekee, kama ni nini wakati yako hai. Wacha kugojea kufe ati ndio uambie ndugu zako, sikieni mimi ndio nitanunulia baba suti ya 30,000. Itasaidia nini? Ungempatia wakati yako hai, nguo nini, kila kitu ungempa wakati yako hai, ili naye anajisifu, niko na mtoto ambaye ananijali, Mungu mbariki huyu mtoto wangu. Lakini ukimfanyia wakati amekufa haina faida. So ndio unaona sisi mtu akifa anastiriwa kwa haraka, hakuna mambo ya kuwekwa, kwa sababu ni mambo katika Uislamu. Mtu akifa anafaa kustiriwa. Nothing else imebaki katika dunia. Wewe, mimi, yeyote akikufa, hata ile pesa iko kwa mfuko wengine watachukua, itakuwa sasa sio yako. So ndio unaona tunaharakisha mtu anazikwa. Na hii ilikuwa ni desturi katika Biblia pia. Watu walikuwa wakifa zamani katika Biblia wanazikwa siku hiyo hiyo. Hii desturi ya kuweka watu kwa mochari imeletwa kwa sababu ya biashara ya kufungua mochari. Mochari is a business entity pia. Kwa sababu unapoingiza mtu pale kwa mochari, anabukiwa, kila kulala pale analipishwa. Kuna dawa anawekwa pale zinalipishwa. Sasa hata vyenye unakalisha mwili ndio wanafurahi, kwa sababu bei inaendelea ikiongezeka. Ndio maana mochari nyingi hazina hospitali. Ni mochari tu pekee yake. Kwa sababu anajua hapa ni biashara ya haraka haraka.
5:5 Matendo ya Mitume. Wacheni kujiwekea uzito. Mtu akifariki enda umstiri, na sio lazima ati mtu atoke Amerika ndio akuje kuona fulani amefariki. Mbona wakati yako hai hajai kuja kumuona? Hata labda amjui kiuso, anajuanga tu nina kazini yangu anaitwa fulani, lakini hamjaionana naye. Lakini ukikufa anasema wekeni yeye mochari, mimi nitoke Amerika nikuje. Mbona wakati yako hai hajasema akuje kuone? Si akuje kuone wakati uko hai ndio akusaidie kama kuna kitu atakusaidia. Lakini ili akuone ukiwa maiti ili asaidie na nini? What for? Sikiza inasemaje? 5:5 mwalimu wangu kwenye kuandika. Anania aliposikia maneno haya kaanguka akafa. Asante. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Asante. Vijana kaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Haiko inafanywa mambo mingi. Mtu akifa anafungwa na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, nenda anazikwa. There is no need ya kuweka sanduku ya 300,000 for what? Ati urology. Urology inasaidia nani? Urology ati alizaliwa 1940, sijui ati akakulia wapi, sijui akasoma from class 1 mpaka class 8, sijui form 4. For what? Ni benefit ya nani? Hiyo story ina benefit. Ilikuwa ina benefit wakati yako hai, aende aandike CV apate kazi. Lakini akifariki hata useme alikuwa na degree 30, haina faida, sasa ameondoka. Wakati yako hai ni vizuri aandike kitu inaitwa CV, aende apatiane kwa kampuni atapata kazi. Lakini urology is a waste of money. Ya nini? Inasaidia nani? Na watu wakitoka pale wanararua, kwa sababu nani atabeba hiyo karatasi akaweka kwake kwa nyumba ya mtu aliyekufa? Anararua. Na sio ndugu, anararua hiyo urology anatupa. Na kumbe mmetumia almost 100,000 kutengeneza hizo makaratasi. Wakati hiyo 100,000 mungechukua katika hiyo familia ya mwenye kufariki, kumebaki yatima. Hiyo 100,000 mpatie wale watoto waweze kujimudu kimaisha au waende kusoma. Why waste resources? Ama urology inasaidia hizi vitu, hakuna faida. Haina faida. Ndio unaona katika Uislamu hakuna urology. Ati huyu alisoma hapa, ya nini? Ati alikuwa wakili, sijui alikuwa jaji, ndio isaidie nani? Sasa kama utake urology na pengine mtu amekufa kighafla na amezikwa, si unataka kujua nini imemuua? Sasa wewe ukitaka kujua chenye kimemuua, kuna kitu inaitwa postmortem. Sawa? Postmortem inaenda anafanyiwa, na wale wanajua chenye kimemuua ni watu wao, sio wewe. Wewe unajua ikusaidie nini? Watu wao ndio wanataka wajue kama ameuliwa, ndio waweke kesi kotini. Sasa wewe umejua na ni mtu wa huko kando, utasaidia nini? Sasa watu wao wakiwa na shaka mtu wao amekufa, wakiwa na shaka ndio wanasema tunataka mtu wetu afanywe postmortem. Akifanywa wanaambiwa na daktari, huyu amekufa kwa sababu ya chang'aa, ama huyu amekufa kwa sababu ya hii na hii, au alikunywa dawa, au alipewa sumu, ni food poisoning. Sasa wanaanza kutrack kwa DCI, nani walikuwa naye mwisho, huyu ndio labda alimpa sumu. Hiyo inakuwa ni kesi ya familia, ndio wanafungua, not you. Wewe inakusaidia nini? So ndio unaona tunafanya haraka, sisi hatuna uzi. Alafu kwa nini mnaonanga walimu wa Kristo wanapoteza wafuasi yao, lakini Waislamu wanatuelekeza mbinguni? Kwa nini mnasemanga hivi? Sio sisi tunasema, sisi hatujai simama tukasema wachungaji wanapoteza watu. Aliyesema wachungaji wanapoteza watu ni Biblia. 56 Yeremia ni Biblia ndio inasema, sio sisi. So mwenye unafaa kuuliza ni Biblia ndio inasema wachungaji wanapoteza watu, sio sisi. Sisi lazima isema hiyo 56 Yeremia. 56 mwalimu wangu nitasoma kama ilivyoandikwa. Muonyesha aseme ni sisi. Unajua anasema ni sisi. We just quoting the verse. We are not the one who are saying those words. We are just quoting the verse. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Inayosema watu wanapotezwa na wachungaji ni Biblia, sio mimi. I'm just innocent. Mimi ni kuquote na quote chenye kimeandikwa kwa Biblia. Biblia ndio inasema wachungaji wanapoteza watu, sio mimi, ni Biblia. So kama kuna kitu nataka kustaki, Biblia ndio inasema wachungaji wanapoteza watu. Na sasa nyinyi sio wachungaji. Kabla sisi sio wachungaji. Usisikie Muislamu amesimama mimi ni mchungaji, hapana. Sisi tunaitwa ustadhi, walimu katika Uislamu.
Sio mambo au sheikh, utasikia sheikh ama nini. Sijaipata hiyo andiko. Kwanza sijamaliza hii, amesema wanapoteza, lakini Ezekieli aliambiwa tofauti na Mungu 13 Ezekieli kuhusiana na wachungaji. Usije ukasema ni sisi tunakuoti tu. Sasa sikia Ezekieli naye aliambiwaje kuhusiana na wachungaji? Ole, lakini kama mchungaji ndio anakuanga na wewe. 13 acha tusikie. 13 mwalimu wangu. Nama 13 Ezekieli. Zakaria 13. Zakaria 13. 13 Zakaria. 13, msaidie kaka yetu huyu. 13, muonyeshe na kwa macho yake. Hasira yangu, angalia, Mungu ndiye anasema hasira yangu imewaka juu ya wachungaji, nami nitawaadhibu bozi waume, kwa maana Mungu wa majeshi ameliangalia kundi lake. Mungu ndiye anasema hasira yake imewaka juu ya kina nani? Wachungaji. Sio mimi, ni Mungu ndiye amekasirika na wachungaji, kwa sababu kule kwa Yeremia amemwambia wachungaji kazi yao ni kupoteza kwa sababu wewe katangu uende kanisani, mchungaji asai kuambia mbona uzike mtu na casket, ilitoka wapi, ilianza wapi? Sanduku hiyo casket hiyo ilianzia wapi? Kuzika mtu na nguo, alitoa wapi hayo mafunzo? Wakati Biblia inasema uzike mtu na kitambaa nyeupe inaitwa sanda. Hata Lazaro wakati alifufuliwa na Yesu alikuwa amefungwa kitambaa, ndio Yesu akasema mfungueni hii kitambaa, sio sanduku ating'oeni hii misumari. Na wakati huo kulikuwa carpenter, kama Yusufu alikuwa ni carpenter. Ndani ya Biblia inasema alikuwa ni fundi wa mbao. Babake mlezi Yesu. Babake mlezi Yesu alikuwa ni fundi wa mbao, angetengeneza tu sanduku. So ni vitu vimekuja vya kuwekea watu maisha ngumu wakati haziko. Maisha ni very simple. Mnaharibu mazingira. Wewe umewekewa maisha nzito mpaka na mchungaji ati kila mwisho wa mwezi lazima upatiane tithe, which is not in the Bible. Ati kila mwisho wa mwezi upatiane tithe, haiko ndani ya Biblia. I don't know where you get those things. Nyinyi msanyangi pesa kanisani? Kusanya pesa tunasanya, lakini sisi goja kwanza, nataka tuende polepole. Wakati labda pesa inasanywa, iwe labda inasanywa kwa lengo fulani, mtu ni mgonjwa anasanyiwa pesa alipiwe bili ya hospitali, kitu kama hiyo. Kwa sababu kuna kitu tunaita sadaka. Sadaka tunafanyaje? 960 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Onyesha kijana. Sadaka hupewa watu hawa mafakiri na maskini. Sadaka inapewa maskini, sio sadaka ni ya fukara na maskini. Fukara ni mtu ambaye hana mbele wala nyuma, maskini ni mtu ambaye anapata leo kesho anakosa, ndio wanapewa sadaka. Sio kwenda kupatia mtu anatembea na Range Rover sadaka, itakuwa kichwa yako haiko sawa. Wewe unapatia mtu ako Karen ni shilingi 1500 ati ni tithe, na yeye ako Karen na wewe tunaishi na wewe hapa Soweto. Kati ya wewe na yeye nani ako na akili? Wadro mletee huyu mnaishi na Soweto. Shwari na uliza. Unajua vitu vingine afalata akiruni ni vya kufikiria. Wanasema wenye wako nazo ndio wanaongezewa, wenye hawana wananyang'anywa. Huyu naye anasema ati wenye wako nazo ndio wanaongezewa. Sisi katika Uislamu mwenye yuko nazo ndio anapatia yule ambaye hana. Sasa nyinyi yule ambaye hana ndio anapatia yule yuko nazo. Ni opposite mnafanya. Hauwezi kuchota maji kwa mtungi ukamwaga kwa bahari. Unachota maji kwa bahari unaweka kwa mtungi. Sasa nyinyi mnafanya opposite. Sadaka mnapelekea mabwenyenye badala mtusaidie wa maskini wako huku kwa kijiji. Na wewe unaambia Mungu nibariki. Mungu atakubarikije wakati kuna maskini yako hapo karibu yako unataka kumsaidia? Jirani yako analala njaa, wewe unasema nimepatiana tithe ya 10,000. Na mwenye umepatia ako Karen. Shuari. Karen 50 by 100 Karen inatoka almost 30 million. Hata sio 30 million, 100 million. 30 million ndogo. Karen 100 million, 200 million. Alafu unapata huyo mtu anatembelea G-Wagon. G-Wagon unapata ni almost 50 million. Alafu wewe unatembea na mguu unasema acha nimpatie ule. Kati ya wewe na yeye nani amebarikiwa? Si yeye ndiye anafaa kupatie wewe? Unaona unafanya opposite kaka, ndio baraka hazifiki. Leta swali. Utaleta swali.
Najua ni vurugu. Leta swali. Hapana, si vurugu. Pengine kuna swali. Wewe uko na swali ama umemaliza? Mimi nimemaliza. Sitakangi ku waste time. Sitaki wasting time hapa. Karibu brother. Hiyo wasting time sinanga hiyo. Tunataka kujifunza. Hiyo wasting time sitakangi. Mpatie huyo. Mimi wananiita Salim. Naitwa Ronald. Ronald, asante sana. Ronald, uko na swali ya kuuliza Waislamu? Nina swali kwa jumla kwa Kristo na Waislamu. Anza na Waislamu. Kwa Waislamu. Swali langu iko kwa maneno ya hiyo. Ongea kwa sauti kidogo ndio nikusikie. Kwa Quran. Kwa Quran. Kwa Quran. Ndio kwa tukisoma Quran na Biblia vitu zinaambata. Sasa ukiangalia kwa hizo maandiko zinaandikwa tu Jesus said, Lord said. Yaani hakuna mahali Lord himself alijiongelea, ni tu walimuongelelea. So hapo wasielewi. Asante sana. Kitu Mwenyezi Mungu alifanya, alitumia malaika anaitwa malaika Jibril. Malaika Jibril ndiye alikuwa analeta message kwa wale manabii. Sawa, analeta ujumbe kwa wale manabii. Manabii ndio wanazungumza sasa na watu. Sio Mungu anakuja direct, anakaa hapa na watu wako hapa anaanza kuzungumza nao. No, not like that. Ni Mungu anapeana ujumbe unafikishwa kwa watu. 53 Qur'an. Tumsaidie. Pole tusiwe na wasiwasi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala asemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anawasema ila ni wahi, yani ufunuo uliofunuliwa kwake. Yani ni revelation, ufunuo unaletwa kwa huyo nabii. Ndio analetewa revelation, ndio anaambia watu. Ile revelation alieletewa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika. Lakini sio Mungu ashuke aongee na wewe direct. Kaka kuko aje, unaendeleaje? Hapana. Mungu anatumia another way. But kuna verse in the sijui ni gani, but yenye Mungu aliyetumia maandiko kwa ukuta. Hii wanasema ni wakati wa Danieli. Ni wakati wa Danieli. Wanasema wakati wa huyo mfalme kulikuja mkono ukaandika mene tekere iferezi sijui nini. Sasa hii huwezi sema ni mkono ya Mungu, hapana. Ni ujumbe umeletwa. Mungu analeta ujumbe kupitia malaika wake. Mungu anafanya kazi kupitia malaika wake, kupitia viumbe vyake. Kama ni kuonya mji, anatuma nabii, enda ukawaonye hawa, wasipofanya hivi nitawaangamiza. Alipotaka kuangamiza mji wa Sodoma, aliwatuma malaika, wakaja kwa nabii Ruth alayhi salam, wakamwambia hawa watu wako wanafanya kadha wa kadha wataangamizwa. Na nipata vizuri. So nabii ndo anapewa ujumbe. Alipotaka kwa Ninawi, akamtuma nabii kwenda katika mji wa Ninawi kwa Yona, akamwambia enda uambie wasipotubu wataangamizwa. So Mungu kila wakati ana wajumbe wake, na usiposikiza hao wajumbe Mwenyezi Mungu anakuangamiza. Inatokea hivyo. So Mungu ana mfanyikazi wake tofauti, lakini kuna kitu Mungu amepatia kila mwanadamu. Unaona, kila mwanadamu ako nayo. Yaani kila mwanadamu anajua kuna Mungu. Hakuna mwanadamu anatembea katika ardhi ya Mwenyezi Mungu hajui kuna Mungu. Hata wale wanasema hakuna Mungu wanajuanga kunaye. Kwa sababu haiwezekani simu ukiangalia kuna hiyo lens ya simu imetengenezwa na mtu, si ni kweli? Ndio. Lakini binadamu ana macho ambayo inaona kuliko hiyo lens ya simu. Na inakuvutia kitu ikiwa mbali kabisa, unaona ile ni nyumba iko pale kamejengwa hivyo. Na useme ati hiyo macho hakuna mwenye alitengeneza, ati ilikuja tu yenyewe. Hakuna kitu kama hiyo. So kuna Mungu mwenye aliumba. Hii jua linatoka huku linakuja linazama. Haliwezi kuwa linajipeleka lenyewe. Hapana, kuna overpower ambayo ina control hii vitu. Leo hii ardhi ni Mungu ameiweka hapa. Haiwezi kuwa imejiform tu ikajiweka hapo. Venye uwezi enda ukasema ile nyumba tu imejiweka hapo. Kuna fundi alikuja akatengeneza. Mungu kaweka maji huko. So Mungu anatumia manabii wake kuleta ujumbe. Sawa, nimeridhika. Sasa mbona usiwe Muislamu? Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Hata already mimi ni Muislamu. Already wewe ni Muislamu? Nitawadha tu hapa. Umeslimia hapa? Ishmael. Na unaenda msikitini? Ndio. Unasoma madarasa? Hapo nini? Hapo inaitwa aje? Hapo Masimba. Masimba. Unaendelea kusoma?
Ndio nimekawia wiki mbili imepita sijakuja. Sasa hiyo ni makosa pia. Jaribu kujicommit uweze kusoma. Kwa sababu kusilimu ukisilimu ni mzuri zaidi. Lakini ukiwa Muislamu kama huna elimu ni makosa. Yaani kuwa Muislamu mwenye huna elimu ni makosa. Kwa sababu Muislamu anafaa kuwa na elimu ndio ajue mambo, sio kupelekwa unaburutwa hivi unakimbia. Unaambiwa twende hivi unakimbia, hapana. Unajua halali na haramu, najisi nini, kila kitu unajua katika Uislamu. Hiyo ndio uzuri ya Uislamu. Uko peke yako, unaweza swali namna gani? Uko peke yako, umejimwagilia ama umepatwa na najisi, utafanyaje? Unajua vitu kama hizo. So is the best kitu katika Uislamu ni kusoma Uislamu, sio kuambiwa tu. Hiyo ndio tofauti yetu na dini zingine. Kusoma endelea kusoma, karibu sana. Brother, karibu na kuona kuna maswali yako. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Yusufu. Yusufu Muislamu Hapana, si Muislamu. Yusufu. Yusufu tu, Yusufu Eshuchi. Na sio Muislamu. Jina. Ajabu. Lakini umetoka katika familia ya Kiislamu. Labda umetoka familia ya Kiislamu ama? Hamna, nimetoka familia ya Kikristo. Wakaamua kuite Yusuf. Yusuf alayhi salam. Haya, leta swali. Umesema Mkristo Mkristo. Leta swali. Sasa nimepita mara ya kwanza nimekuwa hapa. Sijakuja kubishana, nimekuja kujifunza. Na sisi mabishano ndio hatupendi. Tunapenda kujifunza kwa sababu maneno ya Mungu, kuna haja gani ubishane? Tunapenda kujifunza na Qur'ani imetukataza kubishana, imetuambia tufunzane. Lete swali. Nimepita nikusikia ukisema Yesu sio Mungu, Yesu ni nabii. Si ndio? Kabisa. Na narudia, Yesu sio Mungu kwa sababu Mungu sio mwanaume wala mwanamke. Yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe cha Mungu. Sasa naomba unipe kazi za nabii ni kama zipi? Kazi za nabii ni kufikisha risala. Yaani kufikisha ujumbe aliyetumwa anafikishia watu wake. Moja. Mwingine? Mwingine. Ndio hiyo kazi yake, ni kuwafikishia watu ujumbe aliyetumwa, nao ndio kazi yao mitume. Kwa kulingana na Qur'ani ama kulingana na Biblia? Sisi kulingana na sisi tunajua nabii yoyote ni kufikisha ujumbe. Kwa sababu nabii ni mfanyikazi wa Mungu. Anaambiwa nenda peleka ujumbe huu, anapeleka. Ndio nimepeana mfano hapa nikaambia watu Musa alitumwa kuja Misri kutoa wana wa Misri, akakuja akafikisha ujumbe kwa Firauni, akaambia nimeambiwa na Mungu hawa watoto uniachilie waende. Nikampatia mambo ya Ruth, nikampatia mambo ya Ninawi. Yona alitumwa kwenda kuambia watu watubu. Hiyo Nuhu aliambiwa enda ukaambia watu watubu, wasipotubu tutawaangamiza. Akawaeleza, walikataa, Mungu akawaangamiza, akamuokoa nabii Nuhu kwa sababu nabii kazi yake kufikisha ujumbe. Kwa hivyo nabii kwa English ni prophet. Ama nabii English kwa Kiingereza si prophet. I think ni prophet. Na kazi ya prophet I think is to prophesy. Kama Danieli aliprophesy Isaiah hivyo, si ndio? Lakini mimi kulingana na kile kisomo kidogo niko nacho, Yesu ni zaidi ya nabii. Hebu nisomee Danieli 7:13. Danieli 7:13. Danieli 7:13. Kutoka hapo nisomee Mathayo 16. Acha asome moja moja tu pole pole. 7:13. Nikaona jonzi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Akamkaribia huyo mzee wa usiku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Hapo tu kwanza nabii Daniel anasema anaona mtu. Anaona nani? Ameona mtu. Kama? Na jozi za usiku. Kama huyo mtu ni kama mfano wa mwanadamu. Kama mfano wa mwanadamu. Mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu. Hapo tu. Twende. Alikuja kama mzee wa usiku. Twende. Huyo ni kama in English nasema in my vision I saw one like son of man. Now twende Mathayo 16:13. Tuone who is this son of man. 16:13. Tuulize Mathayo, na wewe unasema huyu mwana anaonekana mwana son of man umesema. 16:13.